falme ilikuwa iwe nyumba ya Israeli, manabii pia nyumba ya Israeli. Lakini sasa mwenzangu anasema yule ambaye anasema sawa, huyo ni ile wa nje ambaye sasa hii utabiri unamulika, ambaye iwe ni Muhammad. Wakristo wanasema sio hivyo, ni ndani ya nyumba ya Israeli. Mwalimu Erupe anasema kwamba Parani iko ndani ya Misri. Na uzuri amesema kwamba ni wachanganuzi wa Biblia wamesema. Wachanganuzi wa Biblia wakisema neno hakuna tatizo, ni maneno yao. Kwa sababu pia wanatuambia Yesu ni mtoto wa Mungu, mara wanasema ni Mungu. Na anasema Yesu ako na ofisi 3, na mimi naona labda kuna ofisi 4. Kuhani, mfalme, nabii na Mungu. Pia Mungu umeiruka. Sijui kama umemnyang'anya ofisi ya Mungu, lakini tutajua tu. Kwa hiyo tutajua siku zinavyoenda. Sasa anasema Parani iko ndani ya Misri. Ndio. Kwa changanizi ya nani? Ya watu wa Biblia. Lakini kwa maandiko Parani iko nje ya Misri. Kwa sababu mimi nitasoma haraka. Ukisoma Wafalme wa Kwanza 11:18 inasema Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. لا معبود إلا الله لا ناصرا إلا الله ومحمد رسول الله حي في قلوبنا. لا معبود إلا الله لا ناصرا إلا الله ومحمد رسول الله حي في قلوبنا. Hewani ili tu tuweze kujadiliana mada ya siku ya leo, na mada ya siku ya leo tutakuwa tukiangazia, je, Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametajwa katika Biblia, ama kizungu tunasema is Muhammad sallallahu alayhi wasallam mentioned in the Bible? Swali kubwa ambalo tunahitaji kuliangazia ili tuhakikishe kwamba kila mtu anaelewa. Kwa hivyo nakaribisha wewe msikilizaji wangu, wewe uwe Muislamu, uwe Mkristo, wewe pia kwa dini yote ile ambayo unafuata, na kukaribisha ili uweze kuchangia katika kipindi cha siku ya leo. Kumbuka tu kupitia 0727444454 au 0738648881 unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja na uchangie katika mada ya siku ya leo. Na leo ndani ya studio ninao masheikh wetu wa kila siku. Tuko naye Sheikh Abbas Athman, na tukiwa naye mwinjilisti evangelist Oliver Erupe kwa upande wa pili, ambaye atakuwa akikoleza mada ya siku leo, na kwenye vitabu tutakuwa naye ustadh wetu Hassan Athman. Kwa hivyo msikilizaji, mimi ni Abdul Hamid Suleiman, ungana nasi hadi tamati ili uweze kunufaika. Na moja kwa moja tu nitaanza na Sheikh Abbas Athman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibu sana kwenye kipindi cha siku leo. Umekuaje tangu Ijumaa iliyopita? Nashukuru Mungu, nimekuwa vizuri, nimeshinda vizuri, basi mpaka tumefika. Mashaallah. Nasema alhamdulillah. Kweli kabisa. Na kwenye kushoto kwangu tuko naye mwinjilisti Oliver Erupe. Sio mgeni sana hewani, lakini karibu sana kwa mara nyingine tena. Asanteni sana IGRFM na pia wasikilizaji, tutakuwa na wakati mwema. Nilikuwa nje kwa muda, nimerudi sasa. Tutaendelea. Asanteni. Shukrani sana. Kwenye vitabu Ustadh Hassan Athman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mashaallah, hao umewasikia ndio watakuwa wakikupambia mada ya siku ya leo, na moja kwa moja ningependa kuanza naye mgeni wetu wa siku ya leo, mwinjilisti Oliver Erupe. Labda mada hii tueleze kwa nini kwanza tulichagua mada hii, na kuna yapi ambayo kwanza inafaa tuyafahamu katika mada hii ya je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametajwa katika Biblia ambaye ni mtume wa mwisho wa Uislamu? Asante sana ndugu wangu, na pia wenzangu Abbas hapa na Athman na nyinyi wasikilizaji. Basi ili swali huwa tunakumbana nayo sisi kama Wakristo kila mara wakati tunakuanga na mjadala na Waislamu pale Isli. Huwa tunaulizwa hili swali kila mara, wakisema kwamba Muhammad ametajwa katika Biblia, na sisi kama Wakristo kila mara huwa tunajaribu kukana ama kukataa, kusema hapana, hajatajwa. Yeah. Na hapa sasa inatuelekeza kwenye vitabu mbalimbali, na kwetu hasa kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 18 kifungu cha 15 hadi 18. Hilo ndio
kila mmoja wetu wanajaribu kusema ni kutoka hapo ndio hiyo tabiri imetolewa katika Biblia ama unabii huo. Pia katika Yohana mlango wa 16 na kifungu cha 14 pia kuna tatanishi kuhusu mwenye atakuja baada ya Kristo, na Kristo wanasema ni Roho Mtakatifu, Waislamu wanasema ni Ahmad, na kuna tatanishi hapo. Lakini kwa leo, kwa sababu huu mjadala ni mrefu, inachukua Biblia yote, Agano la Kale, Agano Jipya. Biblia kama vile inavyojulikana sio kitabu kimoja kama Quran. Imegauliwa na scholars ya Wakristo wameclassify. Kuna Agano la Kale ambayo ni Zabur, Daud, alafu kuna sasa Agano kuna Matora, kuna then Agano Jipya ambayo sasa tunasema Injili. Kuna vitabu vingi ambayo Waislamu wanasema hapana, tukubaliana hiyo, hasa hizo maandishi kutoka kwa Paulo. Wanasema hiyo imeongezea, lakini tunaweza kuitikia Injili ingawa imetajwa. Kuna Yohana wanasema ni Injili ya Kristo. Kwa hivyo ile ya Injili pengine hiyo tajadili wiki ijayo kwa sababu ni refu. Kwa leo tutaangalia tu Agano la Kale, hasa kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 18 kifungu cha 15 hadi 18. Hapo tu pengine nitaachilia ndio kurudi kwa mwenzangu. Kweli kabisa. Shukran sana Mwevanjelisti Oliver Erupe. Kwa upande wako labda ni yapi ambayo inatakiwa tufahamu kabla hatujazamia katika mada hii ya je, Muhammad ametajwa ndani ya Biblia? Kwanza nafikiri nafurahi kwanza kuzungumza na mwalimu mwenzangu ndio Erupe. Na mada hii nafikiri ni mada nzuri, mada ambayo naipenda tangu zamani. Ndio. Na kwa swala kama Muhammad ametabiriwa katika Biblia, kweli Muhammad ametabiriwa. Ndio. Katika Biblia, katika sehemu nyingi sana. Nafikiri ukiangalia utabiri ni karibu, naweza sema hata karibu 40 kwangu. Na Qur'ani ilipokuja, yani Biblia kukuja kwake ilikuwa naandaa kuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ima hawezi ukajua utabiri wa Muhammad mpaka ujue historia ya Muhammad, kwa sababu ukijua historia ya mtu ndio utajua kama utabiri ni wake. Usipojua historia hauwezi ukajua. Sasa nafikiri historia ya Muhammad zinapatikana katika vitabu vya sira, na wanaosoma ni wafuasi wake ambao ni Waislamu. Upande wa pili hawana historia ya Muhammad. So kuna vitu ambavyo kwamba sisi tunapata tukiangalia katika upande wa pili, tunaiona kweli iko, tunajua bila shaka ni utabiri wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ziko utabiri, na hiyo ndio leo tutakuwa tunaangalia inshallah. Kweli kabisa. Shukran sana. Huyo amekuwa Sheikh wetu Sheikh Abbas Athman. Zilikuwa ni 40 dakika zimekatika. Ningependa tu nianze na Erupe, labda nikupe dakika zako 5, yani utupe labda nukta yako ya kwanza, ama umejiandaa vipi? Yani sasa ndio tunazamia kwenye mada. Je, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametajwa ndani ya Biblia? Erupe, muda ni wako. Asante sana. Ndio. Kweli wasikilizaji, ili swali imeulizwa mara mingi na imeleta tatanisho. Ndio. Na kwa sisi wa Kristo na hata Waislamu wamekuwa wakirifaa kwa hii scripture. Kuna kifungu katika Biblia. Ndio. Kumbukumbu la Torati ambayo iko kwa Tora, iliandikwa na Nabii Musa, katika mlango wa 18 kifungu cha 15 hadi 18 inasema kwamba mahali hili jambo limetajwa, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii kama mimi, hasa kama yeye Musa, kutoka miongoni mwa ndugu zenu wenyewe. Msikilizeni yeye, kwa kuwa hivi ndivyo mlivyomuomba Bwana Mungu wenu kule Horebu siku ile ya kusanyiko, wakati mliposema, na tusikie sauti ya Bwana Mungu wetu, wala kuona moto huu mkubwa tena, ama sivyo tutakufa.
Kifungu cha 17 nasema Bwana akaniambia, akamsema na Musa, wanachosema ni vyema. Nitawainulia nabii kama wewe kutoka miongoni mwa ndugu zao. Nitaweka maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia kila kitu nitakacho muamuru. Basi nitasimamia hapo. Wataalamu wa Biblia wamejaribu kusema haiwezi kuwa Muhammad ndio imetajwa hapa, bali ni Kristo. Kwa kweli pengine Adman, Quran 7:157 unaweza unajua hata pengine kukariri hiyo. Quran 7:157 ili tuweze kulinganisha na hiyo ambayo inasema hivi 157 Al-Karim sura Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wale ambao wanamfuata huyo mtume nabii asiyesoma wala kuandika, wanaye mkuta kaandikwa kwao katika Taurati na Injili, anayewaamrisha mema na kuwakataza maovu, na anawahalalishia mazuri na anawaharamishia yaliyo mabaya, na anawaondolea mizigo yao na minyororo iliyokuwa juu yao. Basi wale waliomwamini yeye na wakamheshimu na wakamsaidia na wakaifuata nuru iliyoteremshwa pamoja naye, hao ndio wenye kufanikiwa. 157. Naam. Asante. Basi kwa Waislamu wametaja hapo huyo nabii ambayo hajasoma ikiwa kwamba ni Muhammad. Lakini Wakristo wamejaribu kukana kwa kusema haiwezi kuwa Muhammad ndio ametajwa katika Biblia, hasa Kumbukumbu la Torati, ile jambo Mungu alikuwa anaeleza Musa. Kwa sababu kuna mahali nasema wenzenu, brethren, mmoja wenu. Katika utafsiri wa Biblia inasema mmoja wenu ni mmoja wa Waisraeli. Ingawa tunajua Waislamu wanapitia kwa Ismail ambaye ni ndugu wa Isaka. Kwa hivyo Waislamu watasema huyo mwenzenu ni mwenzake Isaka ambaye ni Ismail. Lakini kulingana na utafsiri ya Biblia imeeleza kwamba katika hata wakati Wanaisraeli walipokuwa wanachagua wafalme, walikuwa wanachagua katika nyumba ya Isaka. Na hiyo ukoo ambayo ilikuwa inafuata. Kwa hivyo kwa ajili ya hiyo ikawa kwamba hata manabii pia walikuwa wanaelezwa kwamba iwe ni urithi ule ule. Kwa hivyo ndio maana katika mafunzo yetu ya kama Wakristo tunapata kwamba mwenye ambayo imetabiriwa katika hii katika Biblia hapa ni Kristo ambaye itakuja kuonekana baadaye katika Yohana 16 na 14. Kwa hivyo pia sisi pia tunasema kwamba kwa jambo nyingine wakisema brethren ambaye ni mmoja wao, hiyo inaeleza kwamba iwe itokee kati yenu, kusiwe mtu wa nje. Ukiona pia walikuwa wanachagua wafalme katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 17 na kifungu cha 15, utapata kwa hiyo kifungu walikuwa wanaeleza kwamba mkichagua wafalme iwe kutoka nyumba ya Isaka ambayo hiyo ukoo haikuwa ya Ismail. Haimaanishi kwamba Mungu amekataa Ismail, sio hivyo. In fact, ukiona zaidi katika Biblia, hasa ukiangalia Mwanzo kifungu cha 17 na mlango wa 17 na kifungu cha 21, inasema wakati Abraham alipoomba kwamba Ismail aweze kuishi, Mungu akasema ni kweli ataishi, lakini agano langu itakuwa ya Isaka. Agano langu itakuwa ya Isaka. Tena baadaye akarudia katika Mwanzo 21 na kifungu cha 12 kwamba katika Isaka kutatokea mbegu ambayo itakuja kutimiza unabii huo. Kwa hivyo katika sisi wa Kristo tunasema ni ya Isaka. Kupitia kwa Isaka ndio unabii
ulitimizwa, kwamba mwenye atakuja baada ya Musa itakuwa ni Kristo wala si Muhammad. Aha, sawa kabisa. Hayo ni maelezo yake mwevangelisti Oliver Erupe. Upande wa pili, Sheikh Abbas Athman, upande ni wako. Umeyasikia aliyosema mwevangelisti Oliver? Nimesikia aliyosema Upande ni wako sasa, ndio. Na yeye ameenda katika 18 15 Taurati. Na akafafanua kama huyo ni Yesu. Kwa sababu imesema miongoni mwa ndugu zenu. Ndio. Mimi nakubali. Na mimi sina shaka na hiyo. Ndio. Isipokuwa tu kitu ningependa kufafanua. Maana imesema utabiri ziko zaidi ya 40. Ndio. Hii ni moja tu. Lakini sasa hapo kitu ningependa mwinjilisti ajue ni kwamba kuna utabiri mbili. Karibu sana. Katika 18 15 kuna utabiri wa kwanza. 18 15 hebu isome. 18:15 Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako. Miongoni mwa ndugu zako. Hiyo ni Taurati 18:15. Ndio. Kwa hiyo utabiri ya kwanza Mungu alimwambia Musa, Bwana Mungu atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako. Ukisikia ndugu zako bimaana kwamba ndugu za nani? Za Musa. Ambao ni nani? Ni hao Bani Israeli. Bimaana kwamba katikati yao Mungu ataondokesha nabii. Na huyo nabii kama vile ni Kristo, hata mimi nakubali ni Kristo. Sina shida. Sasa kuna utabiri wa pili, teremka 18. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao. Sasa unaona, sio sasa miongoni mwa ndugu zako. Sasa miongoni mwa ndugu zao. Yaani hao Waisraeli wako na ndugu zao. Ndio. Ndugu zao ndio hao Waarabu. Kwa sababu Ibrahim alikuwa na watoto wawili, alikuwa na Isaka, alikuwa na Ismaili. Kwa Isaka ndio wametokea hao Waisraeli. Sasa kwa ndugu za Waisraeli Mungu ataondokesha nabii. Sasa hii ya pili miongoni mwa ndugu zao, hawezi ukasema Yesu. Yesu sio ndugu zao. Yesu ni miongoni mwao. Kwa hiyo anarudi katika utabiri wa kwanza, miongoni mwa ndugu zako. Bimaana katikati yao. Lakini miongoni mwa ndugu zao, utabiri wa pili ni kwamba Mungu ataleta nabii miongoni mwa ndugu za Waisraeli, ambao ndugu za Waisraeli ni Waarabu, wanaongea lugha same. Tofauti ni maneno kidogo kidogo sana. Unaona? Lakini ndugu moja, kwa sababu umetoka wote kwa Ibrahim. Ndio. Ibrahim ako na watoto wawili nilivyosema, Isaka na Ismail. Kwa Isaka wametokea Waisraeli, kwa Ismail wametokea Waarabu, baadhi kabila ile ya Adnan ambako alikotokea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makureish ambao ni watoto wa nani? Wa Nabii Ismail. Ushaona? Kwa hiyo hapo katika hiyo kizazi ndio Mungu atarudisha nabii. Ambaye nabii ni nani alitokea katika kizazi hiyo? Kizazi hiyo alitokea nani? Alitokea Ismail, na kizazi hiyo akatokea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushaona? Kwa hiyo Ismail alikuja hata kabla ya Musa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba wakati wa Musa alikuwa amebakia mmoja ambaye ni Nabii Muhammad. Pili, katika utabiri wa pili. Kwa hiyo ile 18 usiweke pale Yesu. Yesu hawezi fit. Pale ni Muhammad. Yesu ana fit kwa 15. Lazima ujue kuna utabiri mbili pale. Utabiri wa pili. Nilisema kwamba watu wengi hawajajua historia ya Nabii Muhammad. Leo ukajua historia ya Nabii Muhammad, ndio utajua kama hii ni utabiri wa Muhammad. Kwa sababu katika utabiri abadan huwa hitaji jina. Hutaja mji ama hutaja, yani hutaja sehemu, kama pengine kataja mji ama ikataja vitu kama hivyo, lakini kutaja jina huwa hitaji. Hata Yesu mwenyewe alipotabiria, ukiangalia katika Agano la Kale, sio katika Agano Jipya, katika Agano la Kale hakuna mahali Yesu alitajwa kwa jina, kwa sababu alikuwa hajazaliwa. Imetajwa tu mji, Bethlehem katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala. Pale itajwa mji. Ushaona? Ama ikatajwa ukisoma katika Isaya 7:14 kwamba bikira atachukua mimba. Haikujulikana huyo bikira ni nani mpaka alipozaliwa Yesu. Kwa hiyo kwa kujua historia ya Yesu ndio watu wakajua, la, kumbe hii ni ile kwa tabiri ya nani? Ya Yesu alipozaliwa miaka karibu 600 baadaye. Sasa ili ujue kama utabiri ni ya Muhammad, ujue historia ya Muhammad. Kwa hiyo tunaangalia kidogo tu historia ya Muhammad, alafu tuangalie pale. Na hiyo kibisha kwamba si Muhammad, pia utatupatia ni nani. Sasa kwa hivyo kabisa kuna kitu ambacho ningependa, yani unajua
yani tuelewe pia na wasikilizaji waelewe kwamba umetaja katika utabiri hawataji jina bali kuna viashiria. Aha, kwa hivyo basi exactly, ambaye ni itataja mji, itataja event, itaja kama ilitajwa Bikira ambaye ni Mariamu. Hakuna aliyejua ni nani mpaka alipozaliwa Yesu na Bikira ndio kajulikana hii utabiri ilikuwa ya Yesu. Sasa naomba tusomee andiko moja na dakika ngapi zangu mbaya? Dakika zako ni kadhaa sana Sheikh wangu. Haya, nisomee Isaia 29:12 haraka. Kwa sababu katika historia ya Muhammad akija ni aliyosoma nani mwalimu Herupe amesoma katika Qur'ani 757 kwamba huyu nabii alikuwa hajui kusoma. Ni kweli alikuwa hajui kusoma. Alipotokea na Jibril akamwambia soma, akasema sijui kusoma. Mara ya pili soma, sijui kusoma. Mara ya tatu soma, sijui kusoma. Kwa hiyo hii tunajua ni katika historia ya Muhammad alipopata utume. Hebu nisome katika 29:12 tuone. Kisha chuo hiki apewa mtu asiye na maarifa. Apewa mtu asiye maarifa. Akaambiwa kisome hicho tafadhali. Soma hicho tafadhali. Akasema, alisemaje? Sina maarifa mimi. Sina maarifa. Aliyosema exactly iqra maana biqari. Kwa hiyo hautajua mpaka ujue historia ya Muhammad. Sasa hii ni moja katika utabiri wa Muhammad ambaye niko live. Haihitaji mambo mengi. Umesema ni Isaia 29:12. Alipotokea katika Gharul Hira akaambiwa soma, akasema sijui kusoma. Maneno yale yalikuwa yameandikwa katika Biblia. Hakuna mtu mwingine ishawahi mtokea tangu dunia imeumbwa mpaka leo mpaka itaishi. Ama kama iko mwingine atatueleza. Hamna neno. Kweli kabisa. Labda tukimalizia tu labda kwenye hii awamu ya kwanza tungeweka tu mambo sawa, unajua, ili kwa ajili tukisonga mbele tusirudie nyuma. Sheikh Abbas umetaja Torati 18:18 na 18:19 na 18:15 na 18:18. Basi ningependa kurudi kwako na Isaia 29:12. Isaia, lakini ningependa kwanza kabisa kuhakikisha hii ya 18 maoni yake mwevangelisti Oliver Herupe. Manake ni maandiko ambayo unaamini labda maelezo yatakuwa yapi? Unajua pia kuna maelezo yake kama Herupe. Labda hii Torati 18:15 na Torati 18:18 ina maana gani? Hiyo Torati ndio tayari ilikuwa imetimizwa katika Biblia. Ukiangalia kitabu cha Mitume. Ndio. Ukiangalia kitabu cha Mitume mlango wa 3 na fungulie jamani. Mlango wa 3 na kifungu cha 22 3:22 Mitume 3:22. Ndio. Inaeleza kwamba 3:22 inasema kwamba ndio Biblia inasema nisome kwa maana Musa alisema Bwana Mungu wenu atawainulia nabii kama mimi kutoka miongoni mwa ndugu zenu. Itawapasa kumtii huyo kwa kila jambo atakalowaambia. Pia ukiona katika mlango wa 7 na kifungu cha 37, mlango wa 7 hicho kitabu cha Matendo ya Mitume 7:37 inaeleza wazi kwamba huyu ndiye yule Musa aliwaambia Waisraeli, Mungu atawainulia nabii kama mimi kutoka miongoni mwa ndugu zenu wenyewe. 38 anasema huyu ndiye yule Musa aliyekuwa katika kusanyiko huko jangwani, ambaye malaika alisema naye pamoja na baba zenu kwenye mlima Sinai, naye akapokea maneno yaliyo hai ili atupatie. Kwa hivyo tukirudi mahali tulikuwa tumesoma wakati ule hiyo 18 Kumbukumbu la Torati 18 na 20 18 inaeleza kwa kimombo wazi. Wacha nisome kwa kimombo alafu sasa ndio turudi kwa Kiswahili. Inasema I will raise up for them a prophet like you
from among their fellow Israelites. Yeah. I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him. Mahali naeleza kwamba nitawainulia nabii kama wewe kutoka miongoni mwa ndugu zao. Nitaweka na ndugu zao, ndio pili umeeleza hapo kwa Kiingereza kusema Israelites. Yeah. Na ndugu yangu anasema kwa sababu anaeleza kwamba kwamba kutoka miongoni mwa ndugu zao, anajaribu kutofautisha na kwamba kutoka miongoni mwa ndugu zenu na zao. Hapo ndio analeta kuleta tofauti kwamba zenu ni Waisraeli. Alafu ndio iwe hiyo 18 kusema kwamba kutoka miongoni mwa ndugu zao. Sasa ndio iwe an outsider, mtu wa nje ambaye sasa itakuwa ni kupitia ukoo wa Ismail ambaye sasa Muhammad atakuwa anaakilisha. Lakini kulingana na Biblia ukiona hapo kwa Kiingereza inaeleza wazi kwamba huyo nabii ambaye atakuja will be a fellow Israelite. Atakuwa ni Muisraeli. Hiyo ni 18. Ndio. Sio kwamba kwa sababu nimesema zenu ni kumaanisha nje ya Wanaisraeli. Ni Muisraeli. Na pia ndio maana ukirudi katika 17 15 17 ilikuwa nimerifaa hiyo 17 15 in the next Kumbukumbu la Torati 17 15 walikuwa wanafanya kipananisho ili iweze hiyo scripture iweze kwa kwamba inalingana na vile pia Biblia imeeleza mahali pengine, sehemu nyingine. Ndio mahali ilikuwa inaeleza kwamba inasema kwa Kimombo, ndio Kimombo Kiswahili inasema kwamba kuweni na uhakika wa kumweka mfalme juu yenu ambaye Bwana Mungu wenu atamchagua. Ni lazima atoke miongoni mwa ndugu zenu wenyewe. Msiweke mgeni juu yenu ambaye si ndugu wa Kiisraeli. Unaona? Sasa hata kwa ufalme ilikuwa iwe nyumba ya Israeli. Manabii pia nyumba ya Israeli. Lakini sasa mwenzangu anasema yule ambaye anasema zao huyo ni ile wa nje ambaye sasa hii utabiri unamulika ambaye iwe ni Muhammad. Wakristo wanasema sio hivyo. Ni ndani ya nyumba ya Israeli. Hivyo ndio vile Biblia inavyoeleza. Mlango wa 17, 15, mlango wa 18 hadi kuanzia 15 hapo hadi pia hiyo 18 ile ulikuwa umeeleza, hivyo ndio vile imeeleza wazi. Aha, sawa kabisa. Huyo ni mwevangelisti Oliver Erupe hapo akiweka mambo sawa, zikiwa ni saa 3 majira ya Afrika Mashariki, saa 3 usiku ikiwa imetimia. Kwa sasa tunakwenda kwenye pumziko fupi, lakini tukirejea kwenye awamu ya pili tutakuwa tukizamia ndani ya mada hii mzima, na ningeomba wakati huu, kwa sababu umeshapata kipindi cha awamu ya kwanza, kwenye awamu ya pili basi ningeomba pia wewe msikilizaji, wapo una andiko lolote, wapo una maoni yote, wapo una ushauri wowote, basi uweze kuzama ndani ya 0727444454 au 0738648881 ili uweze kutoa maoni yako. Maanake cha msingi zaidi, wewe kama msikilizaji ndiye ambaye kipindi hiki kinakufaa zaidi, ama ambaye tunakukaribisha sana katika kipindi cha siku ya leo. Usikwende mbali, tunarudi kwa awamu ya pili ambayo unatutegea kupitia 95.0 zikiwa ni 5 dakika zimekatika baada ya saa 3 majira ya Afrika Mashariki. Karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi cha Risala. Iwapo ndo unaungana nasi, hii ni Iqra FM na kipindi kinachorindima hewani kikiwa ni kipindi cha Risala ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa. Na siku ya leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 17 Dhulqaada mwaka 1446 sawia na tarehe 16 Mei
mwaka wa 2025. Mimi ni Abdul Hamid Suleiman, nakukaribisha katika awamu hii ya pili. Kumbuka tukupitia 0727444454 au 0738648881. Unaweza kuchangia moja kwa moja mada ya siku ya leo, ambapo tuko na Sheikh Abbas Athman, Evangelisti Oliver Erupe na Ustadh Hassan Athman, wakielezea je, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametajwa ndani ya Biblia ama kuna utabiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya Biblia. Ikra FM, halo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Halim. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee Abdi kutoka Limuru. Mzee Abdi kutoka Limuru. Ndio. Mgiristi, umeongea mambo mengi sana, lakini hata yeye mwenyewe ni shahidi. Sasa mtume yote ni Waisraeli. Hakuna mtume wa Kristo. Hakuna mtume wa Kristo ati sasa ni huyu mtume Mkristo. Lakini Israeli na Waarabu ni kweli ni ndugu moja, hawa ni ndugu. Sasa wewe Mwinjilisti wajiingiza wapi hapo? Hii kila kitu ni Israeli. Sasa wewe unajiingiza wapi? Kitu ambao hujiingia, haya kitabu ni tofauti. Kitabu yenyewe ni tofauti. Sasa wewe unasema uzizi ni wa Kristo wa Israeli, alitoka wapi? Na juzi tu Bob na Jamuria wa Afrika. Sisi tunasema hiyo ni ndoto ya mchana, mtu akilala mchana ndio nakula nyama. Sasa itatoka wapi? Hakuna. Kule ni siri. Yaani Afrika hawezi ingia, kuna Vatican hawezi mali kuingia. Sasa wewe kabisa Mzee Abdi, nimepata swali lako, tunaruhusu. Jiingiza wapi? Kitabu ni tofauti. Haya, sawa kabisa Mzee Abdi. Hapo nimepata swali lake. Anauliza Wakristo yani mko wapi, ama Wakristo wanaingilia wapi? Manake Evangelisti Oliver Erupe umetaja kwamba katika kumbukumbu za Torati kwamba wale manabii na pia wafalme ni wale ambao walikuwa wamewekwa ili kuwaelekeza wale ambao ni Waisraeli. Labda Wakristo mnaingilia wapi? Kwa hivyo ukiendelea tu fikiria hilo swali Mwinjilisti, wacha nipokee simu nyingine hapa. Ikra FM, halo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Ni nani unapiga ukiwa wapi? Salim Mkunga kutoka Mombasa, Mombasa Road. Naam, Salim Mkunga kutoka Athi River, karibu sana. Nilikuwa nataka kuambia vile hapo anasema ni huyo mzee wetu amemwambia kuna nabii wa Kristo. Sasa kinachojua Paulo ndio wanamkubali sana katika hizo gospel sawa. Ndio. Wakati alisema tumetokewa wanajeshi wao mtume wa mataifa. Sasa yeye anafaa ajue huyo ndiye mtume wake, na kwa sababu hapo anafunza njia ya Yesu. Akapinga Yesu, sasa ikawa hiyo mgawanyiko. Sasa ndio naona haiwezi katika hiyo kweli ya Muhammad wakafunzwa wao hawezi kubali. Ndio. Lakini tukirudi kwa baba yetu wa imani Ibrahimu, baba Isaka na Ismaili. Ndio. Kwanza Mungu alimfanya taifa kuu. Akasema dunia mzima usawa taifa kwake. Aliyefuatia ni Nabii Ismaili. Ndio. Akapewa ni kuwa taifa kuu. Sasa yeye anafaa ajue wale ni Wayahudi na pia wako ndani ya Muhammad, kwa sababu Muhammad alipewa kama mtume kwa dunia mzima. Sasa ikiwa ni kwa dunia mzima, na maana Israeli wako ndani pia, si ati yaseme ni Wakristo, pia wanafaa waingie Uislamu. Kwa hivyo hawaje kuona hii ikiwa tofauti ni hiyo mafunzo yao walipokea kutoka kwa Paulo. Na ndio wanafaa wamuite ni mtume wao, kwa sababu yeye ndio alindai utume na akawapelekea neno. Si haikutoka kwa Israeli, na Israeli wako among the Muslims. Kwa sababu akaenda Muhammad. Kwa hivyo aelewe hiyo kwa sababu hii kusema mambo ya yajadiliwa. Mbona Mungu aseme Ismaili atakuwa taifa kuu? Atueleze kwa nini Mungu kwa Biblia anasema kwa Biblia, na hiyo ni injili ya Yesu ile sehemu inasema kweli, si ati ni Biblia. Kwa hivyo atueleze huyo taifa kuu ilikuwa ni gani, ikiwa sio dunia mzima vile Ibrahim alielezwa, kwa sababu Yesu ni Israeli.
Na Israeli akaanda Muhammad hiyo Israeli. Sasa tueleze hapo. Sawa kabisa. Salim Mkunga kutoka maeneo ya Athi River. Shukran sana kwa maoni yako. Kumbuka tu msikilizaji, popote pale unatutegea kupitia 0727444454 au 0738648881 ambapo utakuwa ukijibiwa swali lako. Na zilikuwa ni 11 dakika zimekatika baada ya saa 3. Ningependa tu tuzamie kwenye mada moja kwa moja. Nadhani Sheikh Abbas utaniruhusu nianze na mwinjilisti. Haya, ruhusa ilikuwa nianze na wewe lakini wacha dogo tu. Wacha kwa sababu ya pesa. Sababu ya muda. Mzee wetu wa heshima kwa studio mara mingi. Ndio. Tumekuwa na pops karibu 3 wa Afrika tangu zamani. Lakini tujapata. Juzi tulikuwa tunatarajia tutapata mmoja kutoka Ghana, lakini hatukufaulu. Na hata Amerika haikutarajiwa, lakini imeenda Amerika kwa wakati huu. Kanisa la Katoliki watu 1.4 billion. Bilioni 1.4 ni wengi. Kwa hivyo, lakini Afrika tuko wengi, Latin America pia wako wengi, mahali France alitoka. Unasema Wakristo hawajahesabika mahali popote, Waisraeli na Ismailites ya Waislamu wako pamoja, ni mandugu. Hiyo tunakubali. Mahali sisi tunahesabika ni kupitia kwa Kristo kama nabii na kama mwokozi wetu. Na kwa ajili ya hiyo tumehesabika kuwa kulingana na Biblia inasema wale wote waliompokea yeye kama mwokozi wa maisha yao amemfanya kuwa wana wa Mungu, kulingana na Yohana 1:12. Kwa hivyo Biblia inasema hivyo. Hata hivyo sisi tumeona kwamba kwa ajili kupitia imani tumekuwa wafuasi, tumekuwa wana wa Ibrahimu. Kwa imani, sio kiukoo, sisi sio Waisraeli ama sio Ismailites, lakini kupitia imani tunachukua Ibrahimu kama baba wetu wa imani, our forefather. Salim kutoka Athi River, ndio ulitaja kuhusu taifa kuu. Kutokana na Biblia inasemekana kuna a royal priesthood, holy nation na vitu kama hivyo, taifa takatifu na kuhani kuu. Lakini hiyo kulingana na utafsiri ya Biblia inaeleza kuhusu waamini ambaye ni wa Kristo. Hasa wenye wanafuata Kristo. Mwenye anafuata Kristo kama ni mwokozi wa maisha yake, anawekwa ndani ya hiyo taifa, katika taifa kuu. Inatokana na imani. Wale ambao wameamini Kristo kama mwokozi wa maisha yao, wao wanawekwa kwa hiyo taifa kuu. Utaniruhusu nipokee simu moja hapa. Mwevangelisti Ikrefem, hello. Hello Ikrefem. Naam, ni nani unapiga ukiwa wapi? Karibu kwenye kipindi cha Risala. Mambo vipi hapo kwa studio? Mambo fresh kabisa, labda wewe. Mimi mambo yangu iko poa. Ndio, labda maoni yako ni yapi, swali lako ni lipi? Unaongea na Captain Ibrahim Traore, nimesimamia hapa KPA. Ndio Captain Ibrahim Traore, maeneo ya KPA. Kwanza wacha nirudie Mwenyezi Mungu shukrani kwa kuniruzuku pumzi ya kupumua katika hii ardhi. Ndio, alhamdulillah. Nikiingia kwenye mada, ndio I think mimi nataka tu kucorrect mwalimu kidogo. Ndio. Manake anasema kwamba nani Isaka Israeli na Muhammad si Israeli. I think Israel ni ambayo ilianza kabla ya Muhammad na hata Muhammad na Isaka. Israel ni Jacob ama nadanganya. Really? So wana wa Israel ni wana wa Jacob, ndio. So ni kama mimi useme mimi ni Mjaluo, ndio. But ukitrace roots zangu unapata natoka pale bahari Iran pale Sudan. Unaona hapo ni roots zangu zinatracewa. Ndio. Sasa hata Muhammad kama yeye ni Mwarabu. Roots zake zinatracewa pale Israel. Mwalimu anafaa jua hiyo. Another thing nataka kusema ni kwamba mimi nashangaa sana na ni jambo la kusikitisha kwamba mwalimu still believes in the propaganda of our oppressors who came here pretending to preach us the word of God. But it's
wicked took away our ancestors, killed some of them, took some of them to in Caribbean to work there as slaves. Hiyo ni kitu ambayo ni kitu ya kushangaza sana in the world of today, kwa hii dunia ambayo watu wanaishi leo. Ndio hapo pale mtu anafaa kuwa naamini namna hiyo. Sawa kabisa Captain Ibrahim Traore kwa maoni yako, shukrani sana. Kumbuka tu msikilizaji, nambari za simu kama kawaida 0727 kumradhi kidogo 0727444454 au 0738648881. Nauliza pasta, wao wanaamini Yesu ni Mungu, sasa utabiri wa nabii inawahusu wapi? Huyo ni Mariam anasema kwamba nyinyi mnaamini Yesu ni Mungu, sasa utabiri wa nabii inawahusu wapi? Hayo ni maoni yake. Na pia kupitia ujumbe hapa anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Napongeza kipindi. Alafu nauliza evangelist, huo utabiri wao wa Kristo wanapatikana wapi? Ni Harun Muli. Harun Muli hapo na swali lake, nadhani maswali hayo umeweza kuyapata. Harun Muli unasemaje? Harun Muli anauliza huo utabiri wao wa Kristo wanapatikana wapi? Yaani kwenye huo utabiri wa Kristo mnapatikana wapi? Mko katika eneo lipi? Yaani 18 mnapatikana wapi? Haya, sawa kabisa. Kwa sababu umeyapata hayo maswali, ukiendelea kuandaa majibu, wacha nifike kwenye upande wa pili nimpate naye Sheikh Abbas Athman. Naam Sheikh Abbas, awamu ni ya pili. Utabiri umesema kuna tabiri zaidi ya 40. Umeongelea masuala ya viashiria. Ndio. Naam, kwenye nukta nyingine sasa. Narudi kwanza pale ndo niingie katika nukta nyingine, maana kuna shida imetokea pale. Kuna shida imetokea. Na shida ikitokea lazima kwanza turekebisha. Muhimu sana. Ndio tusonge mbele. Unajua mimi huwa na prefer, nimesema mara mingi nafikiri katika kipindi. Afadhali discuss andiko moja watu waelewe. Ndio. Kuliko mtaje andiko 100 ambaye haina ufafanuzi. Kweli. Sasa nafikiri tunarudi tu kwa hiyo 18 ndio ambayo Erupe ameanza. Ndio. Nimetangulia kusema na narudia, pale kuna utabiri mbili. Ndio. Kuna 18-15 na kuna 18-18. 18-15 inarudi kwa Yesu. Miongoni mwa ndugu zako. Kuna maneno mawili. Miongoni mwa ndugu zako inarudi kwa Yesu. Ndio. 18 miongoni mwa ndugu zao. Zao ni akina nani? Wa Israeli. Sio miongoni mwao sasa. Miongoni mwa ndugu zao ambayo ni nje. Hiyo haiwezi karudi kwa Yesu wala kwa Israeli. Itarudi kwa ndugu za Waisraeli ambaye ni Waarabu. Sasa Erupe amekuja na NIV katika lugha ya Kizungu ambayo inasema they are fellow Israelites. Ukiangalia neno fellow Israelites pale, hata ukichunguza vizuri inakaa kama kitu tu kimeongezwa. Kwa sababu katika Kiswahili ile ambayo imetazelewa katika Kiswahili neno fellow Israelites inakosekana. Kwa hiyo NIV ambayo imetafsiriwa. Ukiangalia pale, hii ni Union Version ya Kiswahili. Pia imekosekana neno fellow Israelites. Inaonyesha ni kama pia kimeongezwa. Kuna neno ambayo imeongezwa pale ukisoma katika Ufunuo 22:18 nasema mtu yote atakayeongeza neno lolote katika maandiko haya lazima ataongezewa mapigo. Kwa hiyo inamaanisha kitabu ambayo kwamba konaye Erupe pale katika Kizungu ima imeongeza ama katika Kiswahili, kwa sababu inatafsiri Kizungu na Kiswahili, ama Kiswahili imepunguza. Kwa hiyo nafikiri ni shida ambayo Erupe mwenyewe ameleta, itabidi afafanue ni nani ameongeza, ni nani amepunguza. Unaona Kwa hiyo ni kitu lazima atufafanulie, kwa sababu ni shida ambayo ameleta mwenyewe. Pili, amesoma pale katika Kizungu NIV. Mimi sijasoma Kizungu sana. Sijasoma Kizungu sana. Yangu kidogo tu ile ya kuombea maji. Kuomba maji. Ukienda mahali usipate kitu. Kwa hiyo ningeomba Erupe kidogo anisomee, maana amesoma Kizungu sana, amekula vitabu za Kizungu. Hata najua Kiswahili la mtatiza hapa. Angependa kipindi kwa lugha ya Kizungu. Naomba nisomee KJV mwenyewe. King James Version. King
James version. Hebu tusomee tuone inasemaje hapo. Ndio hiyo King James version. Soma hapo jua kisha ni KJV 18:18. I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto them, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Unaona bali neno fellow Israel ipo. Nasema mahali fellow Israelites, mahali nasema unto them, unto them. Ndio mimi nasema neno ndio hiyo unto thee, exactly. Unto thee. Sio them, unto nasema thee. A prophet from among their brethren, among the brethren, ambaye ndio ndugu zao. Unto thee kama wewe, yani kama wewe Musa. Yes. Mimi sina shida. No, nasema neno fellow Israel siko. Iko hapo. Nasema I mean a prophet from among their brethren. Fellow Israel iko hapo. Now fellow Israelites hiyo like unto thee in different unto translations. It's going to Musa, to Moses. I'm not talking about unto thee. I'm talking about fellow Israel. Kwa sababu imesema their brethren alafu ikaongeza neno. Angalia. Listen, this is my point. This is my point Erupe. My point is pale katika NIV imetaja vizuri their fellow brethren alafu ikaongeza neno fellow Israelites. Hiyo ni neno ya kuongeza. Ushaona? But if you go to KJV inasema unto the brethren like unto thee, yani kama wewe Musa. Bimaana neno fellow Israelites is missing. Ushaona? Kwa KJV is missing, kwa NIV iko. Sasa mimi nataka Erupe sasa ni kazi ni shida ambayo kwamba ameleta mwenyewe. Atuambie kati ya KJV na NIV ni nani amekosa, nani amepata. Ni nani anafaa kupiga viboko, nani anafaa kuachiliwa. Hiyo ni kazi ndakupa wakati wako, ni kazi utaanza. Pili, ndio mada ilikuwa je, Muhammad ametajibiriwa ama bado? Ushaona hiyo ndio ilikuwa swali. Ndio. Jibu inakuwa nimetoa kwanza kwamba Mungu anasema kwamba chuo hiki apewa mtu asijue kusoma, akaambiwa kisome akasema sijui. Maneno ambayo exactly alisema Muhammad. Imekuwa haina pingamizi. Kwa hiyo hapo tunajua utabiri wa kwanza wa Muhammad ndio hiyo. Utabiri wa pili kabla ya muda wangu katika Yohana 1:21. Yohana 1:21 tafadhali. Hii ni kazi ambayo inasema hivi. Aya 21. Wakamuuliza ni nani basi? Elia wewe? Akasema mimi siye. Wakati wa Yesu, wakati wa Yohana kuna maswali inaulizwa. Je, Elia wewe? Bimaana mpaka wakati Yesu akija kutokea kuna mtu alikuwa anangojea anaitwa Elia. Huyu aliyeulizwa kama ni Elia akasema yeye si Elia. Twende. Wewe unabii yule? Na swali ya pili kaulizwa, je, wewe unabii yule? Inamaanisha mpaka wakati wa Yesu, hii ni injili imeandikwa, Elia alikuwa anasubiriwa, nabii yule anasubiriwa, kuna nabii alikuwa anasubiriwa mpaka wakati wa Yesu. Twende. Akajibu la. Akasema la. Twende. Basi wakamwambia unani wewe? Unani wewe? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Kuna kitu umeruka. Anzia 1:20. Kuna kitu umeruka. Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Unaona? Kwanza anakiri kwamba mimi siye Kristo. Aliyekuwa anaulizwa ni Yohana Mbatizaji. Anaulizwa ni Kristo, akasema mimi sio Kristo. Bi maana Kristo ajulikana ni Yesu. Twende. Wakamuuliza ni nini basi? Elia wewe? Akaulizwa Elia wewe, bi maana kuna mtu alikuwa anasubiriwa kama Elia ama na sifa za Elia. Lakini baadaye kaja kugundulikana kumbe ni huyo Yohana Mbatizaji ambaye alikuja kwa sifa za Elia. Akasemaje? Akasema mimi siye. Alikana kwa sababu alikuwa anatafutwa na wakati wa manabii walikuwa na uawa. Alikana. Lakini sio point. Point ni kwamba kuna Kristo wakati wa Yesu alikuwa anasubiriwa, Elia alikuwa anasubiriwa. Tena wewe. Wewe. Unabii yule. Na kuna nabii mwingine pia alikuwa anasubiriwa. Huyu nabii ambaye alikuwa anasubiriwa mpaka wakati wa Yesu, ambaye si Kristo, ambaye si Elia, na anasubiriwa mpaka wakati wa Yesu hajaja, ni nani kama si Muhammad sallallahu alaihi. Unaona Kwa hiyo hii inarudi direct kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni moja utabiri, udhibitisho wa pili naotoa kwamba kama utabiri wa Nabii Muhammad.
Wa kwanza alipoambia soma kaza sijui kusoma. Ndio. Na ya pili ndio hii, kuna nabii alikuwa anasubiriwa mpaka wakati wa Yesu ambaye si Kristo na si Yohana. Kuna nabii mwingine. Nabii huyu si mwingine isipokuwa nabii Muhammad. Kwa hiyo sasa narudi kwako. Katika 18:15 ni utabiri wa Yesu. 18:18 hii si Yesu, ni miongoni mwa ndugu zao. Tumepata Biblia mbili inatoa mambo mawili tofauti. NIV imeongeza neno fellow Israelites. KJV the neno fellow Israelites is missing. Which one is right, which one is wrong? Kwako kweli kabisa. Kweli nitajibu zote mbili. Na pia kuna maswali ambayo watu listeners walikuwa wameuliza. Nitaanzia hapa alafu nimalizie kidogo tu, labda nipokee simu hapa na nikuongezee swali, maana kuna swali lako hapa pending. Okay. Ikra FM, hello. Tunamaliza biashara Efeso 1:13 unasema huyu aliye Arabuni tunamaliza biashara. Waefeso 1:13. Nilikuwa nataka kufunga lakini umekimbia. Sawa kabisa. Naona kidogo msikilizaji pia ukinipigia punguza sauti ya redio yako, nimejisikia huko nikiuliza Efeso. Na pia naam, kulikuwa na swali lako hapa mwevangelisti liko kwenye messages. Anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nauliza Oliver, mbona Jesus hajasema amekuja duniani kuokoa bali kutimiza Torati? Mbona wanawekelea Jesus wokovu? Ni Harun Muli. Umepata swali lake, lakini Harun Muli anauliza mbona Yesu anauliza mbona Jesus hajasema amekuja duniani kuokoa bali kutimiza Torati? Mbona wanawekelea Jesus wokovu? Harun Muli, shukran sana kwa swali lako hiyo. Na kuna Waefeso 1:13 hapa ambao msikilizaji ameuliza pia, utahitaji kulieleza. Naam, wakati ni wako mwevangelisti Oliver Erupe. Basi asanteni sana. Basi kwa sababu nilikuwa nimepeana jibu kwa ile ya kwanza, nafikiri tutaanzia ile ya Mariam. Sababu ile ya kwanza ilikuwa Abri na Salimi. Captain Tore nafikiri alikuwa anapeana comments kuchika ile kitu alisitaja. Mariam anasema mnaamini Yesu ni nabii. Utabiri wa nabii ni wa wapi? Pengine si kuchika vizuri. Yesu nabii. Nafikiri alikuwa na refer hiyo mahali tulikuwa tuna discuss hiyo Kumbukumbu la Torati 18:15 hadi 18. Lakini hiyo ni pia ninaweka na hii hii ya Harun Muli. Utabiri wa Kristo unapatikana wapi? Ni hiyo wa Kristo mnapatikana wapi katika utabiri huu wa Yesu? Utabiri wa Yesu umeelezwa katika Biblia mahali pote na manabii wengi. Hata ukitaja Nabii Musa, Nabii Yeremia, Nabii Isaya, Malaki, wote wametaja utabiri wake. Na hata vile walisoma Yona, mtakatifu mbatizaji, aliweza kutabiri siku katika Biblia. Tukianza sasa hivi kusoma muda hautaweza kuturuhusu, lakini pengine wakati tutaanza mambo ya New Testament hiyo pia tunaweza kutaja hapa na pale. Pia Harun anasema mbona Yesu hajasema hajakuja kuokoa. Biblia imetaja katika Agano la Kale hasa Injili hata mahali nasema kwamba kwa maana jinsi Mungu aliumba ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hiyo inaeleza wokovu, lakini ile fasi inafuata ya 17 kifungu cha 17 inasema inaeleza kwamba hiyo 3:17 inaeleza kwamba 17 kwa maana Mungu hakumtuma mwana kuhukumu ulimwengu bali kupitia kwake ulimwengu upate kuokolewa. Kwa hivyo hatuwezi kusema ati Yesu alitumwa yani kuhusu kwamba aliweza kutumwa
kwa ajili kutimiza tu unabii peke yake. Ndio. Kutimiza na unabii hiyo ni ukweli. Kwa sababu hata wakati wa Gethsemane kabla yeye kuwa arrested, wakati walikuja wakati maaskari wa Wayahudi walipokuja kumkamata, ndio, kulipatikana Musa na kulipatikana Elia. Na hawa wawili kulingana na utafsiri wa Biblia, ndio, Musa anatimiza sheria, amri 10. Vile inavyoeleza. Ndio. Na amri Mungu alipeana ambayo tunaziweka mpaka sasa. Na Elijah anawakilisha unabii wote. Manabii kwa sababu wote hawangekuja ili akuje kutimiza. Na wote walifikia Kristo kwamba yeye ametimiza yote. Ametimiza sheria na pia ametimiza unabii. Kwa hivyo vile anavyoeleza kwamba alikuja kutimiza Torati, hiyo ni ukweli. Alikuja kutimiza Torati, lakini pia alikuja kuleta wokovu kama vile nimeeleza Yohana 3:17 hapo pia mahali nilikuwa nimesoma. Waefeso 1:13. Ndugu yangu matendo ilikuwa Waefeso 1:13 ndio. Waefeso 1:13 inasema hivi. 1:13, it is 1:13. Ndio. Basi inasema kwa Kiswahili hivi. Inasema ninyi pia, ndio, kawaida tukisoma inasema ninyi pia mliingia ndani ya Kristo mliposikia neno la kweli, injili ya wokovu wenu, mkicha kuamini. Ndani yake mlitiwa muhuri, yaani Roho Mtakatifu mliahidiwa. Ndio. Kwa hivyo huyu ndugu alikuwa anauliza ni kuhusu hiyo, kwa sababu hapo wametaja mambo mengi. Wametaja pia Roho Mtakatifu hapo. Wametaja pia mambo ya wokovu hapo. Na kuna hiyo muhuri, the seal of God, muhuri ambayo unawekwa kama uwekwa wakfu. Mambo ya kuwekwa wakfu. Kwamba yani vile ulikuwa unasema mambo hii ya ile walikuwa wametaja wakati ule ya kuwa holy nation, royal priesthood. Hiyo ni kuwekwa wakfu. Mmetegwa. Nyinyi sasa sio watu wa kawaida, kwa sababu nyinyi ni watu wa pekee wa Mwenyezi Mungu ambaye Roho Mtakatifu tayari imeminika ndani mwenu, na nyinyi tayari mmewekwa huru kutokana na hali ya dunia. Na si kuchika vile alikuwa angependa aeleze hapo, lakini katika hiyo kifungu 14 anasema yeye ambaye ni amana yetu, akituhakikishia urithi wetu hadi ukombozi wa wale walio miliki ya Mungu kwa sifa ya utukufu wake. That is 14. Hiyo inaeleza kwamba hiyo mambo ya wakfu, kwamba kuna deposit guarantee imewekwa kwetu, na hiyo inatokana na Roho Mtakatifu ambaye inasema kwamba inakuwa urithi wa inheritance mpaka siku ile ya ukombozi, redemption, kwa wale ambao wako na ule urithi, ili weze kutimizika. Katika mafunzo ya Biblia tunafunza kwamba kuna kuokolewa. Lakini pia baada ya kuokolewa ni kwamba Mungu atawalinda kupitia Roho Mtakatifu watu wake ambao ameokoa, ili ataweka mpaka wakati ule Kristo atakapokuja ndio wanyakuliwe. Sasa wakati watakaponyakuliwa, hii inaeleza sasa, ambayo inaeleza katika Revelation, hiyo kitabu cha Ufunuo wa Yohana, na pia kitabu cha Danieli ambayo inaeleza mambo yale yatafanyika siku za mwisho. Nyinyi mnaeleza kwamba Yesu atarudi akuja aoe tena apate bibi alafu aweze kusikwa. Unajua sisi tunaeleza tofauti. Tunajua hata wahi kuoa, ila atarudi ili akuje kuhukumu walio hai na wafu. Lakini watakuwa wamenyakua, wale waamini watakuwa wamenyakuliwa ili waende Yerusalemu, ndio sasa aweze kuja kuhukumu wale watabaki duniani. Hivyo ndio vile inaelezwa katika Biblia. Ndio hii mambo ya redemption, ukombozi ambaye utatokea kwa wale ambao ni waamini. Niruhusu niweze kupata simu moja hapa. Iqra FM, hello. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nani unapiga kwa wapi kwenye kipindi cha Risala?
Burhan kutoka Babadogo. Naam, Burhan kutoka Babadogo, karibu sana, maoni yako ni yapi? Pastor Ejok. Ejok hono. Balaya nga. Ile good Injili. Na New Testament. Tofauti yake ni nini? Injili na New Testament. New Testament na Injili ya Yesu, sasa tofauti yake ni nini? Shukran sana Burhan. Nataka maelezo kamili kwanza aelewe, yani kabla hata hamjamzamishia kwenye maandiko. Injili. Tofauti ni ipi hapa ndani ya masuala? Okay, asante sana. Ndolo kutoka huko Mwala Kafunyo Naam, Anton Ndolo kutoka maeneo ya Mwala, karibu sana kwenye kipindi cha Risala. Basi nasome Waefeso 1:14 kusoma vizuri. Waefeso 1:14 arudie. Na niko na swali. Ndio. Mbona Wayahudi wa Israeli hawamsifu Yesu vile wazungu na watu weusi tunamsifu Yesu? Aha, sawa. Nataka nijibu hiyo. Kwa nini Wayahudi hawamsifu Yesu jinsi wa Afrika na wazungu wanamsifu Yesu? Aha, Anton Ndolo huyo hapo na swali lake nadhani umeweza kulipata. Simu zinakuwa nyingi lakini utaniruhusu walimu wangu niweze kuzipokea. Ikra FM, halo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namuuliza pasta. Ndio Aaron Muli. Yeye na Yesu nani mkweli? Kama wanasema maneno ya Yesu. Na maneno haya Yesu anayosema ni yapi labda? Ni yale Yesu anasema amekuja kutuliza Torati. Hajakuja kutangua Torati. Sawa. Wao wanapinga, wanamwekelea ukovu. Sawa kabisa Anton Ndolo hapo nadhani mwalimu evangelisti Oliver Rupe umeweza kupata swali hilo ambalo anauliza hapo kuhusiana na Yesu kusema amekuja kutimiza Torati. Na acha tupokee simu nyingine. Ikra FM, halo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mzee Abdi. Kwani pasta nyinyi hawezi pewa yeye maji alafu wewe yule rafiki yangu unasema wekeni maji ya kunywa yasipelekeni pole pole. Asante. Shukran sana mzee Abdi. Anasema sawa kabisa. Nadhani Harun Muli. Harun, wewe umesema mimi kati yangu na Kristo nani anasema ukweli? Mimi nilikubaliana na wewe kwamba mambo ya Yesu alikuja kutimiza Torati. Nilikubaliana, nilisema hiyo ni ya ukweli. Ila nikaongezea kwamba Torati ilitokana na Musa, alafu pia kuna unabii ulitokana na Elijah Elijah ambao wote walijitokeza kwake kabla kuja kuwa arrested na kusulubishwa. Nilikubaliana na wewe, ila tu niliongezea ile sehemu ya unabii. Lakini pia nilisema kweli kisheria hiyo ilitimizwa kulingana na Torati. Si kuwa nimekataa, ilikuwa nimekubali. Alafu kuna huyu ndugu anaitwa Naaman Ndolo. Ulisema Wayahudi hawamsifu Yesu na sisi wa Afrika, Wakristo wa Afrika pamoja na wazungu tunasifu sana. Hiyo ni kweli, lakini waandishi wa Biblia wote ni Wayahudi. Paulo alikuwa Myahudi, Mathayo alikuwa Myahudi, hata Luka, Yohana wote walikuwa Wayahudi. Kwa hivyo sio ngawa Wayahudi walifanya hivyo kulingana na vile wanatafsiri Biblia, walifikiria Agano la Kale hasa kwamba yule mwenye atakuja, unajua wao walijua atatokea kutoka kwa ufalme wa Daudi. Lakini Yesu kwa kweli yeye alipitia kwa ufalme wa Daudi, kwa urithi wa Daudi. Lakini wakati hata alipopelekwa mbele ya Kaisari, aliuliza wewe ni mfalme? Akasema ni vile umesema. Hakukataa kwamba yeye sio mfalme, lakini akasema kama ufalme wangu ungekuwa ni wa dunia hii, basi wafuasi wangu wangekuja wasaidie kwenye vita. Kwamba ufalme wake sio wa hii dunia, ufalme wake ni wa mbinguni. Kwa hivyo Waisraeli hawakuweza kuelewa, walifikiria kwamba ufalme wa Kristo utakuwa ni akuja kunyakua uongozi kutoka kwa Roma ili kurudisha kwa nyumba ya Israeli.
kwa ile ya Daudi, ile ukoo wa Daudi, ile kingship ya Daudi, ufalme wa Daudi. Sawa kabisa. Acha nipokee simu nyingine moja. Ikra FM. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Ni Mwoki? Ndio Mwoki, karibu sana. Mimi nilikuwa nasema hivi. Ndio Mwoki. Kwanza Uislamu ni nuru. Ndio. Alafu nasema hivi. Unaona huyo Paulo? Ndio. Paulo hakuwa Myahudi. Paulo alikuwa upande wa wa Rome. Wale wengine walikuwa upande wa hao wanafunzi wa Yesu. Hiyo walikuwa ni Wayahudi. Paulo hakuwa Myahudi kusema ukweli. Ndio. Asante. Sawa sana Mwoki kwa maoni yako hayo na urekebisho huo. Kumbuka tu msikilizaji, nambari za simu 0727444454 au 0738648881, 0727444454 au 0738648881. Ikra FM. Hello. Yes, ni mimi Adhiambo. Naam Adhiambo, karibu sana. Asante sana, niko na maswali kama mawili hivi. Ndio, nitafurahi sana kuyachukua maswali yako. Kwanza ninapinga madai ya Waislamu kumuita Muhammad ni nabii kwa kutumia njia ya kisiri, kwa kutumia kumbukumbu la Torati 18:15. Ni kwa sababu ikiwa Yesu mwenyewe alitumia maandiko ya Torati ya Musa na manabii katika Yohana 5 kifungu cha 39 na 46, alafu ukisoma Luke chapter 24 na verse 27 na verse 44, Yesu alitumia maandiko hayo ili kujitambulisha kwa Wayahudi waliompinga na wale waliomwamini kwamba maandiko hayo ya Torati ya Musa na manabii yalimshuhudia, na wale Wayahudi waliomwamini Yesu katika Yohana 1:45 natuambia kwamba walisema kwamba hakika wamemuona nabii yule ajaye ulimwenguni katika Torati na manabii na Zaburi. Sasa swali langu ni kwamba sasa je, yeye Muhammad naye alipokuja baada ya miaka 600 Yesu kuja dunia na kuondoka, je, Muhammad alitumia maandiko gani ya Torati ya Musa na manabii iliyokuwa katika mamlaka ya Waislamu au dini ya Kiislamu yaliyomshuhudia ili kujitambulisha kwa Waislamu na wakati yani Waislamu wa wakati wake, na hao Waislamu walitumiaje hayo maandiko ya Torati ya Musa na manabii yaliyomshuhudia Muhammad ili kumtambua kwamba hakika yeye ndiye yule nabii ajaye katika Torati ile 18 kwa mujibu wa Qur'an? Nataka hiyo nipate jibu. Yeye alitumia maandiko gani ama Waislamu walitumia maandiko gani kumtambua kabla ninyi kutumia Biblia kudai kwamba Muhammad ndiye huyo nabii katika kumbukumbu la Torati? Kwanza tupatieni ushahidi wenu. Alafu swali la pili, ndio, ikiwa Yesu alikuwa ni Muislamu kwa mujibu wa dini ya Uislamu, ni kwa nini iwe rahisi kwamba ni Wayahudi ambao hawakuwa Waislamu ndio tunawaona walihusika katika kuchunguza maandiko hayo ya Torati na Musa ili kutaka kujua huyo nabii au masihi huyo, kiasi kwamba Yohana 1:19 na 20 hadi 27 tunaona waliwatuma viongozi wa kidini ili kuulizia kwa Yohana Batizaji hata yani kutumana kwa Yesu. Na baadhi ya Wayahudi hao walipoona ishara na miujiza alizozitenda Yesu walisema hakika Yesu ndio yule nabii ajaye ulimwenguni. Lakini ni kwa nini hatuoni pahala popote katika maandiko ni wapi Waislamu waliokuwa na Yesu walihusika katika kuchunguza maandiko hayo ya Torati ya Musa na manabii na kupinga kwamba Yesu hakukuwa masihi au huyo katika maandiko? Ningependa nipatie majibu. Haya, shukran sana. Huyo ni Odhiambo ambaye anataka majibu, na nadhani majibu haya ameelekeza moja kwa moja kwa Sheikh Abbas Athman. Haya, anasema hapa ndo pale Kiswahili tunasema unacho. Wacha nipokee simu tu ya mwisho kabla hujaanza kujibu kwa ajili ya kuwapa wasikilizaji muda zaidi. Ikra FM, halo. Assalamu alaykum Ikra. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala. Ni nani unapiga uko wapi? Ndugu Said kutoka Westlands. Naam, ndugu Said kutoka Westlands, karibu sana.
I just want to go straight to the point. Sitaki ku waste a lot of time. Yes, Kama please. huyu mwenye ametoka hapo. But part of my question to Evangelist Rube, Ndio. tajibu vile mwenye amezungumza kwamba in fact the topic is Muhammad in the Bible. Ndio. Muhammad in the Bible. Sasa mimi namguzia yeye, ingawaje ametaja Kumbukumbu la Taurati chapter 8 verse 18. Ndio. Mimi nakujia chapter 33 verse 2. Nabii Musa anazungumza juu ya huyu nabii atatoka mlima Parani. Naomba Rube afafanue zaidi mlima Parani ni wapi. Afafanue andiko la Kumbukumbu la Taurati 33:2. 33:2. Sawa. Alafu turuke tena mbele, nabii Habakuki. Ndio, Habakuki. Yes, chapter number 3. Verse 2, mlima Parani. 3 verse 2, ndio. Yes, sababu kidogo unajua mwandishi amecheza game, lakini kama wasomi wa Biblia wataelewa vile mwandishi alikuwa anafanya, na wataelewa Muhammad in the Bible, lakini nabii huyu Mtume Paulo ametaja habari ya Uarabuni na iko sababu, lakini I don't have the verses now. But moja tumeambiwa katika Waefeso chapter 1 verse 13 ambayo inatoka Arabuni. Hata wameandika tofauti ile jina ya Arabuni ikawa that's not a country. But anyway, Habakuki chapter 3 verse 2 na Kumbukumbu la Taurati 33 verse 2. Mlima Parani umetaja hapo. Rube afafanulie zaidi. Thank you guys. Bye. Shukran sana. Bye, to see you later. Ni Said hapo kutoka ndugu Said kutoka maeneo ya Westlands. Na amesema Kumbukumbu la Taurati 33:2. 33:2 utaangalia hilo. Ikra FM, halo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kwenye kipindi cha Risala na napiga wapi? Abdalla kueleza hajajibu swali ya Madam Kawangani. Amemuuliza, wanasema Yesu ni Mungu. Wanabii unatoka wapi? Sawa kabisa. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Said naye anasisitiza kwamba wanaerupe ujibu swali la Mariam la kwamba Yesu mnamtaja kama Mungu. Je, swala la kutabiriwa kama nabii linahusianaje? Kwako Sheikh Abbas, najua leo tumekudhulumu kimuda leo tumekumaliza, lakini hapajaribika jambo, maelezo yalihitajika. Kwa hivyo kuna bwana Odhiambo alitaka kwanza ueleze kwamba katika maandiko, je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijitambulisha vipi kwa Uislamu? Manake anasema kuna kama maandiko ametoa ambayo ya Yohana 1:45, Luka 24:27-44. Okay. Sasa nimeelewa swali lake. Alisema ndio Muhammad alitambulishaje kwa Waislamu? Yaani kama kwa kufuatia ile 18 tunasema kwamba ni Muhammad. Ndio. Je, alipokuja alidhibitishaje kwamba huyo ni yeye? Kwa sababu alitoa maandiko kadhaa ambazo zilionyesha Yesu. Na Yesu alipokuja akaonyesha ni yeye hapo. Sasa Muhammad naye je, ni maandiko gani ambayo alitoa ya kuonyesha ile Kumbukumbu 18:18 ni yeye Muhammad? Kwa hiyo nitaomba kwanza isome kwanza hiyo Kumbukumbu 18:18, alafu ndio tuingie katika jibu yake. Hebu isome haraka haraka 18:18. 18:18 Torati inasema hivi. Naam. Mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao. Mungu anasema nitaongeshea nabii miongoni mwa ndugu zao, yani hao Israeli, mfano wako wewe. Na huyo nabii atakuwa mfano wa Musa. Yaani huyo nabii atakayekuja amefananishwa na Musa. Ushaona? Sasa wale akasema sisi tudhibitishe kwamba huyo nabii ambaye kwamba amefananishwa na Musa, Muhammad alipokuja alidhibitishaje Uislamu kwamba ni yeye? Nisome Qur'an 73:15. Habari imetajwa pale. 43:15 Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Aya yake ni ya 15 inasema hivi. Ndio. Na wanamjaalia
katika waja wake 73:15. 73:15 suratul Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Hakika sisi tumemtuma kwenu mtume. Unaona, Mungu akatuambia sisi sasa. Mungu ndo anamshuhudia huyu Muhammad. Kwa sababu Mungu alisema wama yantiqu anil hawa. Muhammad amekuja kujishuhudia, anajishuhudia nini? Anayemshuhudia ni Mungu. Na ushahidi wa Mungu haina doa, haina kosa. Binadamu anakosea, Mungu akosei. Sasa Mungu anasema sisi tumetuma kwenu mtume ambaye ni Muhammad. Twende. Aliye shahidi juu yenu. Na huyo Muhammad ni shahidi juu yetu kama Adamu. Kama tulivyo mtuma mtume kwa Firaun. Unaona, kama tulivyomtuma mtume kwa Firaun. Mtume gani alitumwa kwa Firaun? Musa. Ni Musa. Hebu nisomee hii pamoja na ufafanuzi wake. Kwa hiyo Mungu amemfananisha huyu mtume na nani? Na Musa. Na pale kwa Biblia Mungu alisema ataleta nabii ambaye anafanana na Musa kama Musa. Na hapa pia Mungu ametumia neno kama Musa. Tumetuma kwenyu nabii na nabii huyu ni kama Musa. Kwa hiyo hii ndio aya ambayo kwamba inadhibitisha kwamba huyu mtume ndio yule ambaye kwamba alikuwa anatabiriwa katika 18:18 Taurati. Nisomee hiyo 73:15 pale ufafanuzi wake chini. Niteremka pale chini. Aya inasema enyi watu wa Makka, hakika sisi tumekutumieni Muhammad kuwa ni mtume wa kukushuhudilieni siku ya kiyama. Ndio. Kwa kukubali na kukataa. Ndio. Kama tulivyomtuma mtume Musa kwa Firaun. Kama tulivyomtuma Musa kwa Firaun, tumemtuma Muhammad kwenu awe shahidi kama tulivyomtuma Musa kwa Firaun. Kwa hiyo hii aya ndio ambayo kwamba inadhibitisha kama 18:18 kweli ilikuwa inamzungumzia Muhammad. Ambayo unatutegea. Anasema ataondokesha nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, yani kama wewe Musa. Na Mungu akasema tumemleta nabii aliye shahidi juu yenu, yani Muhammad ambaye ni kama Musa. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio majibu yake katika hiyo Qur'ani 73:15. Mungu amemfananisha Muhammad na Musa kama vile alivyosema katika Taurati 18:18. Hiyo ya kwanza. Pili akauliza swali kwamba nini? Swali lake la pili nadhani aliuliza ikiwa Yesu ni Muislamu, mbona Wayahudi sio Waislamu? Yani ile wakati wakwenda kumtafuta huyu mtume mpya. Ndio. Walihusika na ametoa andiko la Yohana 1:19 hadi 27. Okay, swali zuri. Kwanza inafaa aelewe kwamba Wayahudi ni watu. Sio dini. Tunaposema Wayahudi ni watu. Ukisema Waislamu ni watu. Ukisema Wakristo ni watu. Ushaona? Hawa watu wako na dini zao tofauti. Kwa hiyo nikisema Wayahudi, sema Wayahudi Waislamu. Tutasema Wayahudi, tunasema Wakikuyu, tunasema Wakamba, tunasema Wajaluo. Hawa ni watu. Kwa hawa watu wako na dini mbalimbali. Kwa Mayahudi hawa Wayahudi wako Wayahudi wa Kristo. Wako Wayahudi Waislamu. Wako Wayahudi wakosa dini. Wako Wayahudi ambao wako katika dini wameitengeza yetu kwa Kiyahudi. Kwa hiyo yeye akiuliza kwamba kama Yesu alikuwa ni Muislamu, mbona Wayahudi sio Waislamu? Wayahudi ni watu na katikati yao watu wako Waislamu. Kama mfano moja nikitoa tu ni ule Abdullah bin Salam. Alisilimu wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ni Muislamu. Na akaulizwa utabiri wa Muhammad ni upi? Akatoa utabiri wa Muhammad katika Isaya 42:11. Isaya 42:1 anasema hii ni utabiri wa Muhammad, sio mwingine. Muhammad mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameoa moja katika wake wake ambaye alikuwa ni nini? Kabila yake ni Myahudi. Lakini amesilimu akawa Muislamu. Ushaona Ndio. Kwa hiyo Wayahudi wako Waislamu wengi. Hata leo duniani wako Wayahudi ambao ni kabila yao lakini Waislamu. Though majority wako katika dini yao ile ambayo kwamba ni ya Kiyahudi. Ushaona Kwa hiyo Yesu alikuwa ni Muislamu, Musa alikuwa ni Muislamu, Muhammad alikuwa ni Muislamu, manabii wote ni Waislamu kwa ushahidi wa maandiko kwamba Mungu anasema kwamba wote alioita katika dini moja. Na dini ambayo kwamba alioita ni dini ya Uislamu. Ukristo ni dini imeanza baada ya Yesu miaka zaidi ya 14. Uyahudi ni dini imeanza baada ya Ukristo. Kwa hiyo wakati wa Yesu swali walikuwa dini gani? Walikuwa wana dini. Walikuwa Waislamu. Tangu wakati kwa Musa walikuwa ni Waislamu. Kuna ushahidi mingi wa maandiko. Na Mungu akaambia Musa katika 10:87 anawaambia kwamba
wafanye nyumba zao ndio misikiti. Bi maana tangu wakati wa Musa kuna misikiti. Hiyo misikiti walikuwa wanaswalia watu gani? Wakristo? Walikuwa Waislamu. Na wale walikuwa wasema shahadu an la ilaha illa Allah. Isipokuwa Uislamu wao walikuwa na taratibu zao na mambo zao. Niko na maswali mengi. Ndio, labda nikirudisha kwa upande wa pili ya Rupe. Maana naona leo maswali yametiririka kwa upande wake. Na muda nao ndio huo hatunao. Tutabakisha bakshishi kwanza, lakini shughulikia hili la ndugu Said la ya ndugu Said hiyo 32 to 33 tu. Kumbusha Torati 33:2 tu na Habakuk 3:2. Okay, nilikuwa nimecheck 33:2 inasema, akasema Bwana alitoka Sinai, akawaondokea kutoka Seir, aliangaza katika kilima cha Parani. Sasa alikuwa anauliza maelezo, hiki kilima cha Parani ni kipi? Ndugu Zaidi alikuwa anataka kujua ufafanuzi wa kina. Kilima Parani nafikiri ama ni swali ya Erupe sio? Ilikuwa Erupe ndio. Basi Erupe kwako kazi. Manake ni Biblia. Ndio maana ilikuwa okay. Hiyo milima ya Paran ndio kulingana na maelezo katika wachambulizi wa Biblia wanasema ni iko kwa hiyo peninsula ya Sinai ambayo iko hapa Misri. Ni mahali moja ambayo utakatifu wa Mungu ulikuwa unafikia Waisraeli wakati ule walikuwa wanaenda kumwabudu. Kwa hivyo ndio vile imeelezwa kwa sasa. Iko karibu na Sinai, hiyo sehemu ya Sinai. Na pia hapo ni mahali Waisraeli walikuwa wakienda wakati wanapeana sacrifice kwa Mungu. The presence of God, hiyo glory ilikuwa inatokea na walikuwa wanahisi. Pengine hapo tu kwa sasa. Asante Odhiambo kwamba uliweza kumchangia kama Mkristo ili abase pasi nyamaze. Bilistu umeengage na huyo maswali. Kweli kabisa. Na kuna mtu anauliza was Paul juu Muhoki anauliza Wafilipi 3:5 hadi 6 ndugu. Wafilipi 3:5 hadi 6. Wafilipi 3:5 mpaka 6 ambayo inasema hivi. Walakini nalitahiriwa siku ya 8, ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benyamin, Mwebrania wa Waebrania. Kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo. Kwa Torati anakuwa Mfarisayo sababu alilelewa na Gamaliel ambaye alikuwa mkuu wa sheria katika hiyo enzi ya Roma. Lakini yeye ni Mwebrania na yeye ni Mwisraeli na Biblia inataja wazi. Kwa hivyo hatuwezi kusema hakuwa. Msiabdi, mimi nilipewa maji. Nashukuru hiyo nilikuwa nimemjibu. Kwa hivyo wacha nirudi nyuma kwa wale waliuliza maswali mbeleni. Burhan alikuwa anasema New Testament, tofautishe juu ya New Testament na Injili. Katika kanoni ya Biblia Biblia ilikuwa tu kitabu moja kama Quran. Lakini wataalamu wakakaa chini wakasema wacha tuipangie ikiwa na logic fulani. Yaani vile inafuata. Ndio ikawa sasa kitabu cha kwanza unasema Mwanzo kwa sababu hiyo ndio inaanza. Haimaanishi Mwanzo ndio iliandikwa kwanza. Ile iliandikwa kwanza ni Ayub. Job. Lakini naona hiyo iko katikati. Lakini kwa sababu wakati wanaeleza hiyo ndio inaanzia wakati dunia ilipoanza. Ndio wakasema sisi tuanzie hii, alafu kutoka, alafu sasa ndio ikakuja ikafuata, ndio sasa hizo vitabu za Musa wakaweka pamoja, alafu ya manabii mbalimbali ndio sasa ikafikia. Sasa hiyo ilikuwa Agano la Kale. Sasa kuna Agano la Kale, Agano Jipya. Agano la Kale kuna vitabu kadha nyingi, Agano Jipya kuna vitabu kadha. Injili iko kwa Agano Jipya. Na hasa inahusu Injili ya Kristo. Kuna vitabu nyingi ambazo zimeongezewa hapo, imeandikwa na Paulo na manabii mbalimbali, na wao waliweza ndio wanasema Injili. Lakini New Testament sasa kwa canon wanasema kuna agano. New Testament ni agano. Kuna Agano la Kale, Agano Mpya. Agano la Kale inahusu hizo vitabu za Torati,
na Zaburi na zingine. Alafu sasa kwa Agano Jipya ndio wanaleta Injili sasa. Nasema ni Injili. Jina lingine ni Injili. Inahusu tu mambo ya Yesu. Lakini wataalamu ndio wameweka hizo majina kuleta tofauti hiyo. Kuna Harun tena. Bwana Yesu hajasema alikuja kuokoa bali kutimiza Torati. Hiyo nilipeana jibu wakati ule. Then kuna hiyo utabiri wa Kristo unapatikana wapi? Nilieleza kila mahali kwa ajili sikuwa nimetika. Nafikiri kuna mahali gani? Mariam yeye akisema kwamba Yesu ni mnamtaja kama Mungu na utabiri huu ni wa nabii. Yes, Mariam, Yesu kulingana na mafunzo ya Kikristo ako na ofisi tatu nyingi, lakini tatu zinatajwa. Moja kwamba ni mfalme kwa sababu amepitia ukoo wa mfalme Daudi. Ya pili yeye ni kuhani kwa sababu ya ofisi yake alikuja kufunza watu na akawa kuhani. Alafu pia ni nabii na amepitia hiyo unabii ulitolewa. Kuna nabii atakuja baadaye. Tumesoma hapo Musa alisema, Yohana alisema. Kwa hivyo ako na hizo ofisi zote, hizo ofisi tatu zote. Ndio maana zimetajwa hivyo. Kuna nyingine nimesahau kweli. Ni hiyo tu, na kama kuna nyingine basi tutakuwa tukiitackle kwenye kipindi cha wiki ijayo. Naam Sheikh Abbas. Okay, nafikiri nikimalizia kwa sababu naona muda ndio. Na muda ndio unasi kabisa. Nafikiri kwanza kuna point moja, mimi na point mbili nataka kuongea. Point ya kwanza nafikiri kuna kitu ambacho niliuliza Mwalimu Erupe kuhusu hii Biblia NIV na KJV gani imeongeza gani imepunguza. Nafikiri ameiruka mpaka mwisho. Tutajadili vitabu watu wenyewe. Tutajadili vitabu siku nyingine wachanganue hapo. Kweli muhimu sana. Pili, Mwalimu Erupe anasema kwamba Parani iko ndani ya Misri. Na uzuri amesema kwamba ni wachanganuzi wa Biblia wamesema. Wachanganuzi wa Biblia wakisema neno hakuna tatizo ni maneno yao. Kwa sababu pia wanatuambia Yesu ni mtoto wa Mungu, mara wanasema ni Mungu. Na anasema Yesu ako na ofisi tatu, na mimi naona labda kuna ofisi 4. Kuhani, mfalme, nabii na Mungu. Pia Mungu umeiruka. Sijui kama umemnyang'anya ofisi ya Mungu, lakini tutajua tu. Kwa hiyo tutajua siku zinavyoenda. Sasa anasema Parani iko ndani ya Misri. Ndio. Kwa changanizi ya nani? Ya watu wa Biblia. Lakini kwa maandiko Parani iko nje ya Misri. Kwa sababu mimi nitasoma haraka. Ukisoma Wafalme wa kwanza 11:18 inasema wakaondoka katika Midiani wakafika Parani. Hao ni watu wanatoka Midiani wanaenda wapi? Parani. Wakachukua pamoja nao watu toka Parani. Walipofika Parani wakachukua watu. Unaona? Walipochukua watu wakafika Misri. Bi maana wamechukua watu kutoka Parani wakawafikisha Misri. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Parani iko nje ya Misri, sio ndani ya territory ya Misri. Hawezi sema leo mfano Nairobi iko ndani ya Kenya, sio Huwezi sema kwamba na Mombasa iko ndani ya Kenya. Huwezi sema wakafika Mombasa, walitoka Mombasa wakafika Nairobi. Walipofika Nairobi wakachukua watu, walipochukua watu wakaenda wakafika nao Kenya. Does it make sense? Unless lazima Nairobi iwe nje ya wapi? So Parani iko nje ya Misri, sio ndani ya Misri. Na Parani hiyo ukisoma ndio sehemu ambapo kwamba alienda kakaa Nabii Ismail mpaka leo. Parani ni pale Maka, lakini wachanganuzi wa Biblia wanajaribu kupotosha watu ili sionekane kama pale Parani kuna mtakatifu, kwa sababu Habakuki 3:3 imesema kwamba Parani kuna mtakatifu. Sasa huyo mtakatifu ndio wanajaribu kuepa. Wakisema tu Parani ni Maka kuna mtakatifu, watu watajua ni Muhammad. Kwa hiyo lazima wafunike waseme mambo ambayo kwamba si ya nini, si ya kweli. Kwa hiyo nafikiri mimi nimetoa ushahidi zangu kadhaa na mingi zimeenda unopposed, bi maana kwamba Mwalimu Erupe amekubaliana na zangu 4. Kwa hiyo mbaki tu asilimu. Tajibu ijayo. Ukimalizia, asanteni sana. Basi ningependa kusema asanteni kwa mjadala huu. Huu ni sehemu part A. Bado tutaendelea na sehemu part B ambaye tena kama Muhammad ametabiriwa kwa Biblia hasa Agano Jipya. Hii ilikuwa Agano la Kale ambaye hata hatujakamilisha. Tumesema tu sehemu juu na tukabakishia hapo. Ni ndefu ambayo ingefanyika hivyo. Basi nilikuwa najaribu kuwasiliana na
kuzungumzia wasikilizaji, sio kupeana debate na mwenzangu hapa vile tunafanyanga huku Isili. Hiyo tutafanya Isili. Hapa sasa tunataka tuwazungumzie wasikilizaji. Kwa hivyo sio, ni maana singependa nibichane na yeye hapa. Hiyo tutapeleka Isili, tutajuana. Sawa kabisa. Shukrani sana. Labda Ustadh Hassan kimalizia. Kwa sawa kabisa bawa. Kwa ajili ya muda kipindi cha siku ya leo cha Risala tutakuwa tukikomeshia hapo, zikiwa ni 6 dakika zimekatika baada ya saa 4 majira ya Afrika ya Mashariki. Nimekuwa mwendesha kipindi wako Abdul Hamid Suleiman. Hadi Ijumaa ijayo ungane nasi hapa kwenye Iqra FM 95.0 ili tuendelee kuchangia katika mada hii, tuendelee kuifahamu dini yetu na pia tuendelee kuwa katika njia iliyonyooka. Kwa wale wote ambao wamechangia katika kipindi hiki na washukuru sana, na pia kwa wale ambao wamekitegea tu kwa kusikiza, basi Allah awajalie na sisi wote aweze kutujibia dua zetu ambazo tunaziomba kwa dhahir na zile pia ambazo tunaziomba kwa siri. Hadi wakati mwingine, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.